Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Bado wa Kristo tumelala. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema Kila wakati. na kila wakati. Mungu ni mwema. Ndugu zangu, leo ni neema na baraka zimefika katika parokia yetu na katika kigango chetu hiki cha Mauninga kwa msalaba huu mtakatifu wa Jubilei 2025. Tumshangilie Mungu kwa makofi. Ndugu zangu, tunautembeza msalaba huu ni kwa sababu msalaba huu ni alama ya ukombozi. Ukombozi wetu sisi binadamu. Kwa hivi kama ni alama ya ukombozi wetu sisi binadamu, hatupotezi muda na wala si kazi ya bure, bali ni kazi iliyojaa neema na baraka katika maisha yetu, katika mioyo yetu, lakini zaidi katika maisha ya safari ya imani ya kumfuata huyu Kristo, kama tulivyosikia, aliyeshuka kutoka mbinguni ili atupeleke sisi binadamu mbinguni. Makofi kwake. Ndugu zangu, kama msalaba ni alama ya ukombozi wetu sisi wa Kristo, basi hatuna budi kutukuza msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu kwa njia yake ndipo sisi binadamu tumekombolewa kwa mti huu mtakatifu wa msalaba. Ujumbe kuhusu kifo cha Kristo msalabani ni jambo la kipumbavu kwa wale walio katika mkumbo wa kupotea, lakini kwetu sisi tulio katika njia ya wokovu, ujumbe huu ni nguvu ya Mungu katika maisha yetu. Tumshangilie Mungu. Na katika ujumbe huo tunakutana na nini? Katika ujumbe wa msalaba tunakutana na mengi, lakini leo tutazame mawili. La kwanza, tunakutana na nguvu ya Mungu iliyoko juu ya msalaba ambayo ilimshinda Shetani. Ashangiliwe Mungu. Katika yote tunaiona njia ya wokovu wetu sisi binadamu kupitia msalaba huu mtakatifu. Ndugu zangu, kwa njia ya msalaba Kristo mwenyewe aliweza kuleta amani, umoja baina ya Wayahudi na watu wa mataifa mengine kuwa jamii moja na kuzipatanisha na Mungu. Kwa hivyo leo sisi wa Kristo, hususan ninyi wana Mauninga ambao leo mnakesha na msalaba huu mtakatifu, tunajifunza nini? La kwanza, amani. Kama huko
yenye umoja. Na sisi leo msalaba unatukumbusha tuwe watu wenye umoja katika familia zetu, katika shughuli zetu, na hata katika mahangaiko yote tunayopitia. Kristo anatukumbusha tuwe pamoja. Lakini kupitia msalaba Yesu alituunganisha sisi wanadamu. Aliweza kuunganisha Wayahudi, aliweza kuunganisha mataifa mengine, na sisi leo anatuunganisha zaidi na Mungu. Vitu ambavyo lazima sisi binadamu tuwe. Msalaba, Yesu alitaka tuunganishe na nani jamani? Na Mungu. Baada ya mwanadamu kupoteza urafiki na Mungu, baada ya mwanadamu kupotea kabisa, Yesu huyu anarudisha urafiki na Mungu. Ni jambo la heri, ni jambo la shangwe kwetu sisi binadamu. Tumshangilie. Ndugu zangu, jana kanisa Katoliki duniani kote lilikuwa lina furaha kubwa kwa sababu lilimpata mchungaji mkuu wa dunia nzima atakayeliongoza kanisa, Baba Mtakatifu Robert Francis Livosi. Lakini yeye amechukua jina la Papa Leo wa 14. Kwa hiyo tunaye papa anaitwa Papa Leo wa 14. Pia kwenye hili tumshangilie. Papa huyu ameanza vizuri kabisa. Alipokuwa akiwasalimu watu duniani kote, alisema, jamani wanadamu tusiogope. Wakristo tusiogope. Kwa nini alisema tusiogope? Kwa sababu Kristo yuko pamoja na sisi. Kwa sababu Mungu yuko pamoja na sisi. Kristo anaishi pamoja na sisi. Na leo yuko pamoja nani? Ninyi wana kigango cha Mauninga. Makofi. Baba Mtakatifu amesema, sisi binadamu wote ni wamoja. Na tunatembea katika daraja moja. Daraja gani? La kutufikisha wapi jamani? Mbinguni. Tuwe wamoja. Ndicho ambacho msalaba unatukumbusha sisi wa Kristo wa leo. Basi ndugu zangu, kwa sababu mnakesha, basi katekista ataendelea kuwafundisha mengi kuhusu msalaba. Lakini tukumbuke msalaba tufundisha amani, umoja, uelewano, lakini zaidi unatukumbusha sisi binadamu tumtafute Mungu na tuweze kujipatanisha na Mungu. Basi tumalizie kwa kuimba. Sisi lakini imetupasa kuona